sound. Kuabudu Mungu na njia tofauti na vile tumezoea, ikiwa wengi wetu tunaabudu Mungu tukiwa kule manyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunawakaribisha wale ambao wanatutazama na kutusikiza wakiwa nyumbani, mjiunge na sisi tunapoendelea na ibada yetu fupi ya siku hii ya leo. Lakini kabla sijaingia kwa ujumbe wa leo, ningependa kwanza kuwashukuru wale ambao walisikia mwito ya kwamba tunahitaji kutoa msaada kwa wale ambao kati yetu wako na mahitaji. Kuna wale tayari wameanza kutoa chakula na hata pesa, na bado tunaendelea kuwasihi. Ni kwa sababu tuko na watu wengi, watu wetu, washirika wa kanisa hili ambao wako na mahitaji. Tunaendelea kuwahimiza sisi wote tuendelee kuwa na hiyo roho ya huruma na mapenzi, utoe kile ambacho uko nacho, ili tuhakikishe ya kwamba wale ambao wako na mahitaji kwa wakati huu nao wamepata msaada kutoka kwetu. Jambo la pili ni kuwakumbusha ya kwamba katika kanisa letu la Presbyterian siku ya leo ndio ile the official day ya kusherekea climax ya Youth Week. Lakini kama vile tulivyokuwa tumeomba katika parokia yetu ya Meru Township ya kwamba Youth Week tutaobserve next Sunday, kwanza tunawaomba wanarika wote mahali waliko wa parokia yetu wakae wakikumbuka ya kwamba from tomorrow mpaka next Sunday itakuwa ni Youth Week with a lot of activities. Kwa hivyo tuendelee kuwa kwa mitandao, ndio tuendelee kujua vile viongozi watakuwa wakituelekeza na yale ambayo yanahitajika. Na kwa entire church membership tukumbuke ya kwamba tuko na jukumu ya kusupport the youth activities. Kila district venye tumezoea kufanya, tukumbuke tuko na hiyo kuwajibika kuhakikisha ya kwamba we have supported that group, kama vile huwa tunasaidia vikundi kila wanapo observe their day. Kwa hivyo district wajipange, na vile vile members wale ambao walikuwa wamekuwa approached by the youth na wakaombwa their support, tukumbuke kuwapea support yetu yote, ndio tuone ya kwamba activities za youth zitaendelea. Ni kwa sababu ili janga linakuja kuisha and the life will be back at normal, tuhakikishe ya kwamba wanarika, wana youth hawatakuja kukwama tunapoendelea na programs mpaka tufike another time next year wakiobserve their Youth Week. Kwa hivyo tuendelee kujipanga na tuhakikishe ya kwamba tumewapea all the support that they require. Kwa watoto wetu wa church school wale ambao wako kule nyumbani, ninajua mmemiss sana church school, na tunaendelea kuomba Mungu ya kwamba hivi karibuni ili janga litakuja kuisha na tutarejea tena tuwe na nafasi ya kumsifu na kumwimbia Mungu sisi wote kwa pamoja. Na siku ya leo nilikuwa nataka tusome memory verse from the book of Psalm 23, Psalm 24 verses 3 and 4. Pale nyumbani tuandike memory verse ya watoto wetu wa church school, Psalm 34 verses 3 and 4. Who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Who may climb the mountain of the Lord?
who may stand in his holy place. Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Mwandishi wa Zaburi anauliza swali, anajiuliza na wanaulizana, ni nani huyo ambaye anaweza kubalika kuupanda mlima wake Mungu, kukaribia mahali pake patakatifu? Halafu najibu anasema ya kwamba ni wale ambao mikono yao ni safi na mioyo yao ni safi. Ni wale ambao matendo yao na mienendo yao inampendeza Mungu, watu ambao hawaabudu sanamu. Tukikumbuka in the 10 commandments tunaambiwa kwamba do not worship idols, na wale ambao hawaongei ukweli. Kwa hivyo tukae nyumbani tukijua kwamba Mungu anataraji kila wakati matendo yetu, mienendo yetu, nia zetu ziwe ni zile zinampendeza, kwa sababu watu wa aina ile ndio wale ambao wanapendeza, ama ndio wale watu ambao Mungu anapenda. Na tukiendelea kusoma verses 5 na 6 tunaona ya kwamba hao ndio wale watu ambao Mungu anabariki, ni wale ambao Mungu anasema ndio anahitaji waendelee kuwa na ushirika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nikirudi kwa ujumbe wetu wa siku ya leo, our worship in relationship with this pandemic, nilikuwa nataka tuulizane, kuna uwezekano ya kwamba Mungu amechoka na jinsi ambavyo tunamwabudu? Could God be tired with our worship? That is the point that I want us to keep on pondering as we consider what is happening at this time, and even as we prepare ourselves for the short break that God has given us. Watoto wa Israeli walikuwa wanaenda kumwabudu vile tumesomewa in Jeremiah in the temple, wakiwa ni kama mazoea. It was a routine, it was a formality. Walikuwa wanaenda kule kwa hekalu wakiimba na wakisifu, lakini ni jambo ambalo halikuwa linatoka ndani ya mioyo yao. Na ndio sababu Mungu akamuita Jeremiah, akamwambia, enda usimame pale mlangoni, uambie wale ambao wanaingia kuabudu ya kwamba mimi kama Mungu wenu nimechoka na nimechukizwa na jinsi ambavyo mnakuja kuabudu. Mnakuja mkiimba, mnakuja mkijiringa, mkisema hili ndilo hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, lakini matendo yenu na jinsi mnavyoniabudu ni tofauti sana na jinsi ambavyo mnajionyesha. So it was a false and worthless worship that they were presenting before the Lord. Mambo yale ambao walikuwa wakitekeleza wakiwa kule nje yalikuwa yanamchukiza Mungu, lakini walikuwa wanajifunika. Siku ya Sabato wanakuja wakijifanya watakatifu sana wanapokuja kumwabudu Mungu. Walikuwa wanajidanganya kwamba kwa sababu hekalu iko karibu na wao na wanaingia hekalu kila siku ya Sabato, wako safe, wako sawa, wamejikinga na hawatakuja kupata mambo yote mabaya, ni kwa sababu hekalu iko karibu na wao.
lakini Mungu akawa anachukizwa na yale matendo, kwa sababu it was a form of worship that had no personal touch with their God. Ilikuwa tu a formality, just performing rituals day in day out, na Mungu akawa amekasirika na wao, na akawaambia, kumbukeni hata wakati wa zamani nilikuwa ninaabudiwa kule Shilo, lakini endeni huko sasa mtizame muone ya kwamba ule mji niliuangamiza na ukaisha kabisa. Kwa hivyo msijiringi, msijione ya kwamba mko very safe ni kwa sababu mnaingia hekalu kila siku ya Sabato, alafu siku hizo zingine mna mambo yenu huko, mko na shughuli zenu, mambo ambayo yamempendezi Mungu. Na alafu tunapoona pale Yesu akiongea na the Samaritan woman, wanaongea mambo ya kuabudu, na huyu mwanamke anaanza kuambia Yesu, nyinyi Wayahudi mnaabudu Mungu kule Yerusalemu, na sisi wa Samaria tunaabudu katika hii milima ya Gezerimu. Sasa ni kama sasa kujisifu kwa kule watu walikuwa wanaenda kuabudu, lakini Yesu anamwambia kwamba the time is coming. Na verses 23 anamwambia, and indeed it's here now, na ndio huu wakati umefika, wakati Yerusalemu hakutakuwa na maana, kule kuna hekalu, wakati milima ya Gezerimu haitakuwa na maana, kule mnaenda kuabudu. Wakati utafika wale ambao wanamwabudu Mungu ni wale ambao wanamwabudu in truth and in spirit. Na vile vile wakati Yesu alitembea kule Yerusalemu na akaingia kwa hekalu na akakuta ni biashara inaendelea, kwa sababu ilikuwa inakaribia msimu wa Pasaka, na wale watu walikuwa wako pale. Kuna wale walikuwa wanabadilisha pesa, kwa sababu kuna ile pesa ilikuwa inakubalika kwa hekalu, na watu wametoka mbali wanakuja wanabadilishiwa pale. Kuna wale walikuwa inabidi wanunue kondoo na wanyama wengine wa kutoa kafara, ikabidi wale ambao wanawauzia na wale wanabadilisha pesa wameoccupy space kubwa pale hekaluni. Actually ile space walikuwa wanauzia ni ile space that was meant for the Gentiles. Ni kwa sababu hata wao walikuwa wamepewa nafasi. Hekalu ilikuwa imejengwa in sections, na kuna ile section ilikuwa imetengewa the Gentiles wenye hawakuwa si Hebrews, walikuwa wanakubaliwa. Kuna pale walikuwa waingie ili wawe na nafasi ya kumwabudu Mungu, lakini ikawa wanabiashara wameoccupy ile space na wakafungia wengine nje. Na Yesu alipoingia na akaona ni kazi gani inaendelea pale, mnajua ya kwamba ilibidi awafukuze, ilibidi awatoe nje, awafurushe, ili hekalu isiwe ni kama mahali pa soko, marketplace, as we read from the Gospels. And what happens in the marketplace? Mahali kwa soko ni mambo gani huwa yanaendelea pale? Ni mahali ambapo kuna watu wa kila aina, na sababu ni nyingi zile zinafanya watu waende kwa soko. Na kwa hivyo swali ni je, na sisi wakati kama huu, ama mimi na wewe, ni nini kinatuleta kwa kanisa? What is it that brings us to the church? Wengine wetu tunakuja tukiwa tumejawa na maringo, kama vile wana wa Israeli walivyokuwa na maringo, kwa sababu wako na hekalu na wanajiona ni wazuri kuliko wale wengine. Wengine wetu tunajiringa kwa sababu ya kanisa zile tunaenda. I belong to Peace Town Church.
Kwa hivyo unajisikia uko juu when you compare yourself with others. Church buildings, church structures. Mimi ni wa cathedral. Mimi ni wa kanisa ile iko juu sana, hakuna kanisa lingine kama hili. Tuko wapi sasa siku ya leo? Wako wapi wale wanajilinga na kanisa za magorofa? Wakati unapita unaenda miles and miles, ukipita wale wanaabudia chini ya miti, ukipita wale wanaabudia katika nyumba za mabati, ukipita wale ambao kanisa zao hazina stima, kwa hivyo wanatumia drums, hawana keyboards na other powerful instruments, unajiona kama wewe ndio unaabudu yule Mungu wa ukweli. Hao wengine ni kama bado hawajajuana na Mungu. But God has equalized all of us today. Kila mtu tunaabudu tukiwa nyumbani. And now this is the challenge that we are being given. Ndio sababu nikuwa nauliza, kuna uwezekano Mungu amechoka na sisi? Could it be that it is out of pride that we do come to church? Imekuwa kama marketplace. Ni mahali ambapo tunakuja for show off, kuoneshana the latest fashion ya mavazi, ya nywele, ya magari. Could it be ni mahali ambapo tunakuja kufanya biashara? Umekuja lakini nia yako si kumwabudu Mungu, ni kuja kwa sababu ya biashara. Ni mahali ambapo tunakuja kujificha. Hizo zingine 6 tuko huko nje kwa mambo yetu mabaya, lakini siku ya Jumapili tunakuja because we want to maintain that social status. Tunakuja Jumapili tukiwa tumenyenyekea sana, tunaketi pale tukiwa watulivu sana, lakini hizo siku zingine we are the ones who are engaged in corruption and other antisocial behaviors. Lakini tunakuja kujifunika. Kanisa inakuwa ni mahali pa kuja kujificha, hideout, kama vile Jeremiah anauliza wana wa Israeli, they have turned the temple into a robber's den, mahali pa kujificha wakora na wezi. Ndio tunakuja, tuko kanisani, tunashiriki meza ya Bwana. Wengine wetu ni walimu wa church school, wengine wetu we are very good in ushering, wengine wetu tuna participate kwa various church groups and choirs, na tunaimba vizuri sana, na hayo mambo yote tunafanya. Wengine wetu tumetoa majukumu ya kuwa viongozi. Wengine wetu we are very good at the generous givers and the tithing. All these are empty exercises unless we are truly doing them for God. Bwana Yesu asifiwe. It is an exercise in futility. Hayo mambo mengine yote ni mazuri, lakini kama hatuyafanyi kwa ajili ya kumtukuza na kumsifu Mungu, they are empty. Na utayafanya mwaka huu na next year na the other year, lakini ukae ukikumbuka ya kwamba kama unakuja kwa ajili ya kuonyesha, kama imguzi Mungu, if it is not meant for true worship, it is in vain and it is empty. Na ndio sababu Mungu anaambia wana wa Israeli, mnakuja mkiimba na mkitoa sadaka zenu na kutoa kafara, ya kwamba this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, but I am not interested in your worship. Mpaka wakati mtakuja kujua what it means for true worship. Kanisa ni mpaka tujue ya kwamba Mungu anahitaji tuelewe ni kwa nini anatuhitaji. Kwa nini Mungu anahitaji mimi na wewe tuwe wale ambao wanamwabudu kwa roho na kwa ukweli? Ni kwa sababu
hapa sio pale ambapo watu wanakuja kujionyesha, pale watu ambao wanakuja just for fun ama tu ile inaitwa to kill time. I was asking myself, most of the Sunday services ikienda sana ni masaa matatu ile ambayo iko na activities, but most of the times 1.5 hours to 2 hours, but you still find that watu wanachoka wakiwekwa kwa kanisa 1.5 hours, kwa sababu uko na speed, unataka kumaliza ibada haraka ukimbie kwa biashara, unataka kumaliza ibada ishe haraka uende ukajivinjari na marafiki zako, unataka ibada ishe haraka ili uende kwa mambo zako. But here now, this period in time, Mungu ametupea break. Ametuambia hata hiyo 1.5 hours yenye unaona ikiwa mingi sana, nimekupea, ongeza na hiyo masaa yako, furahia. And you know what? Those who have not been worshiping in truth and in spirit are now frustrated. They are frustrated a lot. And I am convinced, ukiona mwenye saa hizi aombi, apati nafasi ya kuomba, ati kwa sababu kanisa imefungwa na hudhurii kanisa, angalia uhusiano wake na Mungu, your relationship in God, with God. Kwa hivyo hata nia yako ya kuabudu, hata kanisa ikifunguliwa the whole day, if you are not having time to pray now, hata tukisema kanisa, hata tukiambiwa kanisa zimefunguliwa, yako bado your relationship with God and the meaning of worship haitakuwa imeingia kwako. Ukiona mtu mwenye hapati nafasi ya kusoma Biblia sasa, akiwa pale kwake nyumbani, now that you have been given all the free time, Mungu amekupea nafasi ya kuwa umetulia na umesoma, biashara kule kuvinjari na hayo mambo mengine yote yamewekwa to a halt, it's time you rethink how you relate with God. Ukiona mwenye atoi kwa sasa sadaka na fungu lake la 10, ati kwa sababu kanisa imefungwa, bado ni kama hakuwa anaelewa vizuri what it means to have that relationship and good fellowship and worship with our God. But you know what? Those who have been worshiping in truth and in spirit, they are still vibrant. They are still going on. They are still strong. They are still supporting the ministry. They are still praying even the more. Wako hata na nafasi kubwa zaidi kuwa na nafasi ya kusoma neno la Mungu. Ni kwa sababu Yesu alimwambia the Samaritan woman, a time is coming, and indeed it is here now, when true worshippers will not be thinking of a place of worship, not in Jerusalem, not in Gerizim, not in the church, but those who worship in truth and in spirit. But this was a few. So, swali ni je, now that you have been given a break, have you started mending your ways? Umeanza kubadilisha? Ndio hii break ikiisha, because very soon I am very much convinced that this pandemic is coming to an end, na tutarudi tena kwa church tukiwa very vibrant, tukiwa strong. Lakini utaendelea kumwabudu Mungu jinsi unamwabudu hapo mbeleni? Kuja tu because it's on a Sunday, hauna mahali pengine pa kwenda, kuja just for the social status and position, ndio uendelee kupata respect kwa watu ati wewe ni mtu wa church?
Mungu anatupea nafasi ya kujirudia. And I am taking this pandemic positively. Ya kwamba Mungu anapea kanisa, Mungu anapea Wakristo nafasi ya kujirudia, and to ensure that our relationship and our worship is genuine. Na ndio sababu pale tumesomewa the Psalm 24 verses 3 and 4. Ni nani huyu ambaye anakubalika kukaribia mahali pa Mungu pale patakatifu? So that even as we come back again, when the sanctuaries will be reopened, tutakuja kumwabudu Mungu kwa ukweli na kwa roho. So brothers and sisters, ni vizuri tuanze kuulizana, how genuine is your worship? How was it previously? How is it now? And how will it be once we are allowed to assemble together to worship? We are required to have clean hands and a pure heart. That is to have guiltless actions and the right attitude and the motives as we come to worship. Ni kwa sababu hii ndio ile Mungu anahitaji kutoka kwangu, kutoka kwako. Otherwise tunaweza endelea kuwa watu wa kuja kanisa. Tunaweza kuwa watu ambao tuko kwa kanisa na tunaitanishwa na kanisa na hayo mambo mengine yote, but it is a worthless religion, worthless worship. Mungu ametupea nafasi ya kujirudia. Aliambia wana wa Israeli atakuja kumaliza hekalu na Yerusalemu, wasiendelee kujiringa. Na sisi tunapewa just a warning kupitia hili janga, ya kwamba majengo ya makanisa kama hili na yale mengine yote yale tunajiringa nayo inaweza kuwa history. But does it mean that we will not worship God again because we are not attending service? We are just for 2 hours. Mungu anahitaji tuwe tunamwabudu kila siku, kila saa. In everything that we do, let us be worshiping Lord. Hiyo ndio ile Mungu anahitaji kutoka kwangu, kutoka kwako. Tuombe. Tunakushukuru Baba wetu na Mungu wetu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Kila unapoona watoto wako hawaendi na njia ambazo zinakupendeza, unachukua nafasi ya kuwakumbusha na kuwarejesha kwako. Wakati kama huu ni wakati ambapo kanisa limepata pigo, ni kwa sababu makanisa yamefungwa kwa sababu ya janga ambalo limetokea. Lakini tunaomba uendelee kutufunza ili tujue kusudi lako kupitia jambo hili, na tuendelee kujiuliza kama matendo yetu yanakupendeza kila tunapokuja kukuabudu, ama ikiwa umechukizwa na jinsi ya kuabudu. Tunaomba kama vile neno lako limetuzungumzia, uendelee kutufunza mapenzi na kusudi lako katika maisha yetu, ili tukaweze kukuabudu kwa ukweli na tukiwa ndani ya Roho. Ni kwa sababu ndiyo yale ambayo unahitaji kwa kila mmoja wetu. Endelea kutuzungumzia, endelea kujifunulia kwa kila mmoja wetu, ili nasi tuendelee kukujua na kujua kusudi lako. Endelea kutukinga na kutulinda na kutubariki hata wakati huu tunapopitia hili janga, na tunajua ya kwamba hivi karibuni litakuja kuisha. Tutarejea tena kukuabudu makanisa, sisi wote tukiwa pamoja, na ni ombi letu ya kwamba wakati ambapo tutakuwa tumerudi kukuabudu katika manyumba ambayo tumejenga na makanisa, ni kwamba tutakuja tukiwa mioyo yetu imekukubali na ikiwa tunakuabudu kwa jinsi ambavyo inakupendeza, ndio tuendelee kupata baraka kutoka kwako. Maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.